Mtazamaji, sijui kama unafahamu kuna taarifa za mapinduzi ndani ya utawala wa CCM ambazo zimeanza kuzua taharuki kwa wafuasi wa chama hicho pamoja na Watanzania wote kwa ujumla. Kuna mpango ambao unadaiwa ni mpango wa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, ambapo anadaiwa ya kwamba ana njama ya kutaka kumpindua mkuu wake Rais Samia Suluhu Hassan. Je, ripoti hizi zimethibitishwa au la? Na je, ni nani ambaye ameweza kutoa ripoti hizi? Na je, Emmanuel Nchimbi amefanya nini hiki ambacho kimetafsiriwa ama kuonekana kama ni njama za kumpindua Samia Suluhu kutoka madarakani? Bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanisikiliza kutoka wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie kama unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu, kumbe ni Yuda amesaliti ndugu zake. Mjadala wa kisiasa unaendelea kushika kasi kufuatia madai yanayosambaa mitandaoni leo kuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi anahusika katika njama za kisiasa zenye lengo la kumpinga au hatimaye kuchukua nafasi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hayasi matamshi yangu ni maneno ambayo yanaenea sana sasa hivi katika mitandao ya kijamii ambayo yamezua mijadala tofauti. Madai hayo ambayo yamezua mjadala mkubwa katika majukwaa ya mitandao ya kijamii sasa hivi na duru za kisiasa nchini sasa yamekuwa moja ya masuala yanayozungumzwa sana ndani ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Huenda hii ikawa ni kweli na vile huenda ikawa ni siasa tu. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kwamba hakuna ushahidi rasmi ambao umewasilishwa au kudhibitisha hadharani madai ya kutaka kumwondoa Rais Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi kuchukua nafasi hiyo, na hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kudhibitisha madai hayo. Licha ya kukosekana kwa udhibitisho rasmi, ripoti hizo zimezua mazungumzo mazito miongoni mwa wanasiasa, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wananchi wa kawaida. Wafuasi wa Rais Samia Suluhu Hassan wameeleza kusikitishwa na madai hayo, wakisema kuwa jaribio lolote la kumdhoofisha rais aliye madarakani litatishia umoja na utulivu ambao chama tawala kimetaka kudumisha katika miaka ya hivi karibuni. Inasemekana ya kwamba ripoti hizi ndizo ambazo zimepelekea sasa hivi baadhi ya wabunge kutaka Emmanuel Nchimbi aweze kujiuzulu au kufutwa kazi na Rais Samia Suluhu Hassan, wakimtaja Emmanuel Nchimbi kwa madai ya kwamba ni msaliti, wakimpa jina la kibibilia yaani Yuda. Mzozo huo unaripotiwa kuanza baada ya akaunti mbalimbali za mtandao na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kueleza kuwa kuna mgawanyiko ndani ya CCM kabla ya mashindano ya kisiasa yajayo. Kwa mujibu wa madai hayo, baadhi ya makundi ndani ya chama hicho yanadaiwa kujipanga kimkakati kwa ajili ya awamu ijayo ya mwaka 2030 ya mustakabali wa kisiasa wa Tanzania, na inasemekana sasa hivi Emmanuel Nchimbi anajaribu kujijengea jina makanisani kabla ya uchaguzi huo na kujaribu kumharibia jina Samia Suluhu. Haya si maneno yangu, ni matamshi ya wachambuzi pamoja na wakosoaji na baadhi ya wabunge ndani ya CCM ambao wanapinga sasa hivi makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Ndani ya mjadala huo, mara kadhaa jina la Emmanuel Nchimbi limeibuka kuwa miongoni mwa watu wanaojadiliwa sana. Baadhi ya wabunge waliozungumza hadharani juu ya swala hilo wameripotiwa kutetea uongozi wa Rais Samia na kusisitiza umuhimu wa kudumisha umoja wa chama. Msimamo wao ni kwamba ushindani wa kisiasa kamwe usije kwa gharama ya utulivu ndani ya serikali au chama tawala. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanaona kwamba wakati wowote chama tawala kinapokaribia mzunguko wa uchaguzi ujao, uvumi kuhusu urithi, ushawishi na ushirikiano wa ndani mara nyingi huwa mkali zaidi. Katika nchi nyingi mijadala kama hii inachukuliwa kuwa shughuli za kawaida ya kisiasa. Hata hivyo, hali inakuwa nyeti zaidi pale madai yanapoibuka yanayoashiria kuwa viongozi wakuu wanafanya kazi dhidi ya wenzao ama wanapanga njama za kuwaondoa wenzao na kuchukua wao nafasi hizo. Watu wa maoni wanaounga mkono maoni hayo wanasema kuwa Tanzania kwa sasa inakabiliwa na changamoto muhimu za kiuchumi na kijamii zinazohitaji ushirikiano miongoni mwa viongozi na sio utengano au vurugu. Kulingana na wao, mizozo ya ndani ya CCM katika ngazi za juu za serikali inaweza kuvuruga umakini kutoka kwa vipaumbele vya kitaifa na kusababisha kutokuwa na uhakika kwa raia. Wakati huo, wafuasi wa Nchimbi wamehoji sababu za tuhuma hizo. Wanasema kuwa uvumi wa kisiasa mara nyingi huibuka wakati wowote viongozi wenye ushawishi wanapoonekana au kuwa mada za majadiliano ya umma. Kwa maoni yao, kukosekana kwa ushahidi thabiti kunamaanisha kwamba hitimisho haipaswi kutolewa mapema. Kwa hiyo malumbano ya sasa
umeibua maswali mapana zaidi kuhusu mwelekeo wa baadaye wa chama cha CCM. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa mjadala huo unaonyesha misimamo ya kawaida ya kisiasa kabla ya mashindano yajayo, huku wengine wanaona kuwa ni ushahidi wa mivutano mirefu ambayo huenda ikahitaji kushughulikiwa na uongozi wa chama. Mbele ya bunge, baadhi ya wabunge wa CCM walisimama bila woga mbele ya Spika Azan Zungu wakisema ya kwamba kuna Yuda ambaye kama hatazuiliwa haraka huenda akajaribu kumpindua Mama Samia Suluhu. Wachambuzi kadhaa pia wameonya dhidi ya kutegemea masimulizi ya mitandao ya kijamii pekee. Wanaeleza kuwa majukwaa ya kidijitali mara nyingi hukuza uvumi na taharuki zisizo na mwelekeo na madai ambayo hayajathibitishwa, hivyo kufanya iwe vigumu kwa wananchi au Watanzania kutofautisha kati ya ukweli na uvumi. Kwa sababu hiyo wengi wanatoa wito kwa tahadhari hadi taarifa rasmi zipatikane. Mjadala huo hata hivyo umefichua ukweli muhimu. Kuna maslahi makubwa ya umma katika uhusiano kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Wananchi wa Tanzania wanazidi kutaka kufahamu zaidi jinsi viongozi wakuu wanavyofanya kazi pamoja na jinsi maamuzi yanayowahusu mustakabali wa nchi yanafanywa. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kwamba mabishano hayo yanaangazia kuongezeka kwa ushindani kati ya mitandao tofauti ya kisiasa inayotafuta ushawishi ndani ya chama tawala. Kulingana na tafsiri hii, madai yanaweza kuwa machache kuhusu njama halisi na zaidi kuhusu mapambano mapana ya nafasi za kisiasa na manufaa ya kimkakati. Mimi binafsi sielewi na sijui kwa nini walichagua kutumia neno mapinduzi au kumpindua Samia, lakini walichomaanisha ni kwamba kuna Yuda, ambapo Yuda inasimamia neno msaliti katika historia za Biblia, na inamaanisha kwamba kuna mtu ndani ya chama hicho, ambapo wachambuzi wamemtaja kuwa ni Emmanuel Nchimbi na baadhi ya wabunge tayari wamemtaja kuwa ni Emmanuel Nchimbi ambaye anataka kuchukua nafasi ya Samia Suluhu, na hivyo wanamtaka Samia Suluhu akae kwa tahadhari. Wakati huo huo, maswali yanaendelea kuibuliwa kuhusu iwapo taasisi rasmi au vyombo vya chama hatimaye vitashughulikia swala hilo moja kwa moja, lakini hadi sasa haya yanabaki tu madai na shutuma. Hakuna udhibitisho wowote ya kwamba Emmanuel Nchimbi ana mpango au njama hiyo. Baadhi ya wananchi wanahoji kuwa mawasiliano ya wazi kutoka kwa uongozi yanaweza kusaidia kupunguza uvumi na kurejesha imani miongoni mwa wafuasi wa chama. Kukosekana kwa majibu ya moja kwa moja kutoka kwa Emmanuel Nchimbi mwenyewe au Samia Suluhu kumekuwa sehemu ya hadithi hii. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa viongozi wakuu mara nyingi huamua kutojibu uvumi mara moja na badala yake kuzingatia majukumu yao rasmi, walakini ukimya wa muda mrefu wakati mwingine unaweza kuhimiza uvumi zaidi. Kwa Rais Samia Suluhu Hassan upande wake, mabishano hayo yanafika katika kipindi ambacho umakini wa kisiasa unazidi kulenga siku zijazo. Wakati mijadala kuhusu hatua zijazo za kisiasa zikiendelea, wafuatiliaji wa mambo wanatarajia mienendo ya uongozi ndani ya CCM kubaki kuwa mada kuu ya mjadala. Suala jingine linalojadiliwa sana ni athari za tuhuma hizo katika imani ya umma na Watanzania. Wananchi wanaposikia taarifa za migawanyiko au kupinduliwa kwa mtu ambao walimchagua wao mwenyewe ndani ya chama chao miongoni mwa viongozi wakuu, baadhi wanaweza kuanza kuhoji iwapo viongozi wamejikita kwenye utawala au ushindani wa kisiasa au kutumikia Watanzania. Hii ndiyo sababu waangalizi wengi na wachambuzi wanaamini uwazi ni muhimu. Wakati mjadala ukiendelea, umakini umebaki kwenye uongozi wa CCM na jinsi utakavyoendesha mijadala inayokuwa ya kisiasa.